Kwanza nikizungumza issue ya usajili Musa, niwaambie tu wanachama na mashabiki wa klabu yetu ya Yanga, tetesi zote ambazo zimeandikwa mtandaoni, na of course si jambo baya waandishi kuwa na hizo rumors, lakini 90% zote ni uongo. 10% wamepatia. Yani katika wachezaji wote ambao Yanga tumehusishwa nao mtandaoni, 90% ni uongo. 10% kuna ukweli wameupatia. Kwa hiyo na sisi kwenye hizi 90, hizi 10 tumezimiss, tutakwenda kuboresha pia idara yetu ya siri. Kwa nini 10% imetoka, lakini kwa 90% usajili umekuwa wasiri sana, na umekuwa wasiri sana kwa sababu unapokuwa unapiga sana kelele, kuna fakta moja ya msingi sana kwa dirisha ambayo inakuathiri. Ukipiga kelele sometimes, kwa mfano kuna mchezaji mmoja hapa, jina sitamtaja, dirisha hili ambalo lina umekuwa na kelele. Technical kwa vitu vingi vinaendelea kwenye transfer ambao ukiwa na akili ndio unaelewa. Kuna mtu tumempandisha thamani makusudi hapa ili watu walipe hela nyingi. Mpinzani wako anapospendi zaidi, maana yake unampunguzia nguvu ya kiuchumi ya budget yake ya usajili kuspendi kwa watu wengine. Kwa kuna mtu hapa tumetiatia maneno hapa kupandisha thamani yake, na watu wamekula za uso. Wameenda wamelipa hela nyingi sana. Maki ilikuwa hela nyingi sana. Kwa baada ya pale tukaambia okay, sasa endelee. Lakini kwa 10% utakuwa shahidi siku tutaintroduce wachezaji wetu Musa, wewe utakuwa shuhuda. Yani wengi itakuwa ni surprise. Kwa hivyo utakuwa ni watu wa kushtuka. Lakini tumefanya hivyo kwa sababu tunataka kuwa na usiri, kuwe na utulivu, na tu maintain pia value halisi. Ndio kelele zikiwa nyingi, mchezaji ndio wanaopanda thamani ambao haina uhalisia. Sio naelewa Musa. Mtu inawezekana value yake ni $100,000, lakini kelele zikiwa nyingi unaweza kumnunua $400,000 kwa sababu ya kelele. Kwa hiyo mkiwa mpo na usiri, maana yake hamna anayejua mna negotiate na nani, mnafanyaje. Kwenye usajili huu michezo iko mingi sana ambayo technically ukiosha kiongozi uko ndani unaielewa kwamba tufanye hivi, tuchekeche hapo, tufanye hivi, fanye hivi. Kwa hiyo nikasema nilianza na hilo kwanza. Alafu la Aziz Ki kwani mchezaji wa Al-Ittihad. Kwa hiyo Al-Ittihad nafikiri, si ndio? Libya kule. Na ana mkataba muda mrefu. Kwa hiyo hata hajabakiza miezi 6 tuseme kwa tutamjadili sana. Na mimi ni kiongozi. Kwa hiyo kwa jadili hapa anaonekana mmeanza kuzungumza naye. Hiyo clip ukasikia klabu imeingia kwenye matatizo. Kwa hiyo tuheshimu contract ambayo yuko nayo, na yeye pia amehojiwa, amesema yupo likizo na mambo yake familia anaendelea nayo. Yanga ni sehemu yake ya familia. Akirudi hapa atatamani kutembelea, kujua nini kinaendelea. Na juzi amemzungumzia vizuri Alan Okello, kama anamfuatilia, ameona quality yake na kila kitu. Kwa hiyo kujibu swali lako la msingi, hakuna timu Afrika haipendi kuwa na mchezaji mwenye daraja la Aziz Ki. Hayupo hiyo timu, yani haipo. Kwa hiyo kama chance itatokea kwa namna yoyote ile, Yanga inatamani pia kuwa na Stefan Aziz Ki tena, kwa sababu quality yake ni quality ya juu. Kwa hiyo ikitokea chances, kama itatokea kwa mazingira yoyote, tutakuwa tuko tayari kwenda mstari wa mbele kumchukua mchezaji. Lakini mpaka sasa hivi sijaona hayo mazingira, sijaona kama wale Al-Ittihad wamtaki huyo mchezaji. Sometimes washangaa mnakaa, kumbe kuna dodo limeanguka. Mtu bwana tumtaki huyo mchezaji, nyie mnapita. Sasa bado wanamtaka mchezaji wao na mkataba nao, na Aziz amekuja tu holiday hapa na familia yake. Kwa hiyo yanabakia tu kwa mambo ya mitandao Musa.